Tanzania kazi zinaendelea. Miaka minne utadhani miaka 400 ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mama Samia Suluhu Hassan tokea aingie madarakani kuiongoza nchi hii. Ali Khatibu Ali ni mkazi wa Mwera, anamzungumzia Mama Samia Suluhu Hassan kwa miaka 4 tokea kuapishwa kwa rais wa Tanzania. Ndani ya miaka 4 ya Mama Samia Suluhu Hassan, manake sijui nianzie wapi hata niweze kusema kwamba nitafika kikomo katika hili jambo ambalo anatuongoza Mama Samia. Kiufupi kwamba katika maendeleo ya nchi ya Tanzania kwa ujumla, kwamba Mama Samia ametupeleka katika hatua iliyokuwa nzuri. Tumeondoka katika hatua ambayo iliyokuwa iko chini, basi sasa tunaelekea katika hatua iliyokuwa juu tena kwa kasi zaidi. Kwa hivyo Mama Samia ndani ya miaka 4 hii kwamba anastahili pongezi, tena pongezi za juu, kwa sababu ametupeleka pale ambapo Watanzania tulipokuwa tunapataka hapo tunapoelekea inshallah. Kuhusiana na kujengwa kwa vituo vya afya na zahanati pamoja na hospitali kwa wingi, unadhani kumefanikiwa kivipi? Katika hili pia linastahili pongezi kubwa sana, kwa sababu ameokoa maisha mengi ya wanawake. Amewatengenezea mazingira mazuri sana wanawake katika masuala ya hospitali. Hospitali nyingi ambazo zinajengwa Tanzania bara pamoja na Unguja yake. Kwa hivyo Mama Samia katika hili anastahili pongezi, na hao wanawake si wanawake peke yao, hata na wanaume wanastahili kumpa pongezi katika hili, kwa sababu amefanikiwa katika hili na bado anaendelea nalo, kwa sababu moyo wake na nia yake ni kuwafanya wanawake kuondoka katika matatizo. Basi ameweza katika hili kuondoka katika matatizo. Elimu ya juu kwa vijana pamoja na upatikanaji wa mikopo kwa elimu ya juu, hali ikoje? Hili ndio kabisa, kwa sababu tunayaona sisi wenyewe hata katika mafamilia zetu, watoto zetu wanaosoma, tunaona kwamba wanapata pesa za mikopo, wanajikimu katika maisha yao pamoja na masomo ambayo wanajiendeleza. Kwa hivyo katika haya yote ambayo mwandishi wa habari unanihoji, kwamba kwa Mama Samia Suluhu tunasema kwamba tunampa 100% katika haya, kwamba amefanikiwa na anaendelea kufanikiwa na atazidi kufanikiwa katika hili, kwa sababu katika nyanja zote ambazo mpaka sasa hivi umenihoji, zote mama yuko bora zaidi. Vipi kuhusiana na kujengwa kwa shule kwa wingi, hili likoje kwa upande wako? Ujengaji wa shule ndo kabisa kashamaliza kazi, kwa sababu kila kijiji sasa hivi, kila kitongoji ukiangalia matelevisheni unakuta mama pale kajenga shule, hapa pamejengwa shule, hapa pamejengwa shule. Kwa kweli Tanzania sasa hivi inang'ara na elimu yake inazidi kukua. Kwa hivyo ujengaji wa shule na maana na elimu itakuwa, kwa sababu hawezi kujenga shule ikawa kwamba hakuna walimu wazuri. Itakuwa watu wameongezeka kielimu, na ndio maana na yeye anajenga shule zilizokuwa nzuri na zenye maabara nzuri kwa ajili ya kunufaisha watu katika elimu, ili watu wapate mafanikio yao ya baadaye. Hili liko sawia kabisa. Unazungumziaje kuhusiana na kufunguka kwa uchumi, lakini pia ushirikiano wa kimataifa ukoje kwa mama? Sasa katika hili tuseme Mama Samia kwamba ni muelewa. Mama Samia ni muelewa, kwa sababu kama asingekuwa muelewa akawa anaweka vikwazo, tusingefika popote. Lakini kwa sababu ni muelewa na anaupenda ushirikiano wa kimataifa, hili limekuwa kwetu sisi limekuwa simple, kwa sababu ndo ametufungulia nyanja kubwa nyingi za kiuchumi pamoja na kuelewana na kimataifa. Kwa hivyo katika hili pia nalo mama yuko sawia, wala hana dosari. Hii amani inaendelea nchini kwa ajili ya mama ama, na je, kutolewa kwa maimamu wa Mwamsho ambao walikaa ndani kwa kipindi kirefu, hili vipi? Sasa katika hili ndo kabisa mimi kama ingekuwa 1% zinaongezeka, basi ningempongeza zaidi katika hili, kwa sababu sisi sote tulikuwa tukihuzunika kwa ajili ya kuona mashehe zetu wamo ndani. Kila tukiangalia viongozi, jamani tunahitaji msaada kwa ajili ya mashehe wetu, ilikuwa hakuna hicho kitu kinachofanyika. Watu kupigwa dane, wakapigwa mpira huko, wakapigwa huko. Lakini kwa kuingia kwake, na hili alilitangaza mapema kwamba nitafanya hilo jambo la kuwatoa mashehe, na kweli ukweli tumeuona. Baada ya kuingia tu madarakani, mashehe wetu wako nje. Kwa hivyo katika hili nalo, yani katika hili, maana sijui hili nilisemee katika hatua gani, kwa sababu hili jambo liko vizuri kweli kweli, na ametufanya kwamba tuone kwamba yeye anastahiki na anatufaa katika watu ambao wanatuongoza. Basi yeye ni mmoja wapo ambaye anatufaa, tena anatufaa kisawa sawa.
Kabla ya Mama Samia hajaingia madarakani, vyama vya siasa vilipigwa marufuku kufanya mikutano ya siasa mpaka wakati wa kampeni, lakini alipoingia tu Mama Samia Suluhu Hassan ameviruhusu vyama kufanya mikutano ya amani. Hili unalionaje? Katika hili mama atabaki kwanza kuwa mama, kwa sababu mama atabaki kuwa mama tu, kwa sababu mama ndio mwenye huruma atina wanawe. Umeona? Na hata katika dini yetu pia vile vile. Alipoulizwa Mtume akasema kwamba vipi? Alipoulizwa nani mbora katika mama na baba, akasema nani? Mama. Akaulizwa mara pili akajibu tena nani? Mama. Akaulizwa mara tatu akajibu tena nani? Mama. Mwisho akasema kala abuka, mwisho baba yako. Kwa hivyo ina maana mama atabaki kuwa mama kwa sababu ana huruma, ana imani, ana upendo na wale ambao wanaoongoza. Kwa hivyo katika hili mimi sina mushkeli nalo, nampa biga tu mama kwamba mama yuko sawa na aendelee tu kutuongoza. Wale ambao wanombeza Mama Samia kutokana na jinsia yake ya kuwa mwanamke, una lipi la kuambia? Mwanamke anafaa kuwa kiongozi kwa sababu Mungu ndo aliyomwandikia ati. Kwani hili tulilipangasie? Hili kapanga Mungu. Kwamba Mungu kapanga kwamba likitoka hili litakuja hili. Kwa hivyo kwa mama kuwa kiongozi mimi sioni kwamba kuna tatizo bwana. Hakuna tatizo. Muhimu kwamba sisi atufikishe pale tulipokuwa tunataka. Tumeshafika na bado tunaendelea kufika. Kwa hivyo katika hili hakuna mushkeli kwamba mama hawezi kuwa kiongozi. Anastahili kabisa kwa kiongozi. Na wale ambao wanaona kwamba wanambeza mama, kuona kwamba labda mama hastahiki kwa sababu yeye ni mwanamke, wakumbuke tu kwamba hili ni andiko, kwa sababu hakuna hata mtu mmoja ambaye alitegemea kwamba mama atakuwa rais. Na sidhani hata yeye mwenyewe kama alitegemea atakuwa rais. Lakini kwamba vipi? Mungu alikwisha kuliandika, akiondoka fulani ataka fulani. Kwa hivyo mimi niwaombe tu vyama vya siasa vingine na watu wengine ambao waliokuwa wanambeza mama waone tu kwamba hili ni andiko na mama amechaguliwa na Mungu. Na Mungu bado aendelee kumlinda mama ili aendelee kutuongoza. Maneno machafu, hasadi, fitna watu waziache. Lengo letu sisi ni kuongozwa tukafika katika njia ya salama. Watu wangapi sasa hivi wanaongozwa katika nchi zao kuna fujo, kuna magharika, watu wanapigana. Kwetu sisi kuko salama. Kuna tatizo gani sasa tena zaidi ya salama tulikuwa tunayo? Na imani ambayo mama katuonesha. Kwa hivyo hakuna sababu ya kufanya kwamba mama tuweze kumchukia kwa sababu ati yeye ni mwanamke. Kumbukeni kwamba mama atabaki kuwa mama. Na unawaambiaje wanawake ambao bado wana mfumo dume wa kuongozwa na badala yake kugombania nafasi katika majimbo? Mimi niwaambie tu kwamba wanawake wajitokeze katika kugombania, na tuseme kwamba wanawake wanaweza. Sio kwamba wanawake hawawezi. Na hata dini yetu si imetuambia kwamba akitoka kiongozi mwanamume atakuja kiongozi na ndani ya nyumba mwanamke. Lakini je, mie sipo, nani anaongoza? Mie kama baba sipo ndani ya nyumba, anaongoza nyumba nani? Si anaongoza yeye mwanamke. Na je, nyumba si ninaikuta salama? Na je, si ninakuta kila kitu kimehifadhika? Basi ndio mfano mzuri kama huo, kwamba lazima wanawake wachukue nafasi za kugombania. Hakuna anayekatazwa katika kugombania bwana, muhimu afuate sheria tu. Mnafahamu? Kwa hivyo wanawake wajitokeze katika kugombania na tumuunge mkono Mama Samia Suluhu katika hili, aendelee tena zaidi ya hapa alipokuwepo, ili nchi yetu ibaki katika njia ya usalama. Na wale wote wanaona kwamba mama hawezi, mimi naambia mama anaweza, na wasijaribu kuleta vurugu, wakaleta fujo katika nchi. Umeona, wakaona kwa sababu eti inaongozwa na mwanamke. Naamini cha mtema kuni kinaweza kikawakuta kwa sababu mwanamke naye anaweza na anajua kuongoza. Kwa hivyo mimi ninachowaambia wanawake kwamba muungeni mkono Mama Samia Suluhu, na sisi wanaume pia tumuunge mkono Mama Samia Suluhu ili nchi yetu ifike mbali zaidi. Ukipata nafasi ya kukutana na Mama Samia Suluhu Hassan, je, una kitu gani cha kumwambia? Mimi nina mengi sana ya kumwambia, lakini kubwa tu kwanza nitakachosema 100% kwamba mama umetupeleka pale ambapo tulipokuwa sisi tunataka tumefika. Lakini mengine inawezekana kwa siri yangu ngikutana naye tukakaa tukazungumza baina mimi na yeye nikataka kujua. Lakini niwaambie tu wa Tanzania kwa ujumla na Wazanzibari kwamba bwana, tusidanganyane, Mama Samia katufikisha tulipokuwa ndipo. Haya yote tulikuwa tukiyategemea huko nyuma, tulikuwa tunahitaji hatuyapati. Lakini baada ya kuja mama vipi? Tunayapata, haki zetu zote tunazipata. Wala hakuna matatizo yoyote. Kwa hivyo mimi nikipata nafasi
ya kukutana na Mama Samia, na ninaiomba kama Mungu atanijalia hii nafasi nikaipata, basi mimi nina mengi tu ya kuweza kuzungumza na yeye Mama Samia Suluhu, na tuko pamoja naye katika jambo lake hili la kugombania, na hatutompinga. Na mimi nathubutu kusema kwamba yoyote yule ambaye anaona kwamba ati mama hafai, mimi namuona bado yuko nyuma kimaendeleo. Mimi niwaambie tu kwamba mama ni mtu bora, mama ni mtu ambaye anafaa. Kwa hivyo tumuunge mkono 100%, kike kiume, ili mradi tuweze kufanikishiwa maendeleo yetu. Sidhani kwamba ukifikiria kwamba anaweza akaja mtu mwingine ukasema labda anaweza akafanya haya, kwani shaka wangapi na maendeleo makubwa kama haya hatujayaona? Lakini kukaa kwake muda miaka 4 tu hapa, maendeleo makubwa tayari tumeshayaona. Mzunguruko wetu wa maisha tayari tumeshaona ulivyokuwa mzuri. Kwa hivyo mimi kukutana na mama vya kuweza kumwambia mengine atabaki kwa ni siri yangu, lakini niwaambie tu kwamba mama, umetufikisha sehemu nzuri, umetufikisha sehemu ambayo tuliyokuwa tukihitaji sisi. Kwa hivyo umetupeleka pazuri, na Mungu inshallah kwa baraka zake na neema za Mtume Muhammad SAW akufikishe tena miaka 5 ijayo. Unadhani mama anatosha katika uongozi wake kwa haya anaendelea kuifanya? Mama anatosha sana, tena anatosha. Hao wengine hata akikaa tu anataka kuleta tafrani zilizokuwa zina msingi. Mama atosha. Mimi niwaambie tu wa Tanzania, mama anatosha. 100% ya kura zetu Tanzania kwa ujumla, Wazanzibari wote, tumpeni Mama Samia Suluhu, kesha tuone kitakachoendelea na maisha yatakavyokuwa mazuri zaidi. 2025 mama huna mbadala, sote tutamwaga wino kurani kwako inshallah. Nchi hatuwapi pono wanaopenda kulala. Hongera mama